Niseme ibada ya leo, yoyote umekuja kwa ibada, kama vile mtumishi wa Mungu amesema, Bwana uwe nguzo ya moto mbele yangu, adui akija asinimeze. Sasa nataka kusangaza ya kwamba hautamezwa, na kama ulimezwa watakutapika katika jina la Yesu. Sema amina. Naelewa mbingu naitumikia ni mbingu ya aina gani. Haijalishi ni nini ambacho wameongea. Ni miaka mingi sana sijaona rafiki yangu labda ni mjomba. Daddy, tumkubali mzee kwa makofi jamani. Miaka mingi sana. Nitakupatia mkono hata kama sijasalimia watu wote. Hata ni huyu ndiye alipika siku ya harusi yangu huyu. Siku nikikabidhiwa mke, huyu ndiye alikuwa mpishi. Sasa utamsahau mtu kama hiyo kweli? Uwezi. Tumpigie makofi jamani. Huyo mzee namheshimu sana huyo. Ndiye alipewa hiyo kazi, hiyo contract ama tenda ya kufanya hiyo kazi. Mungu akubariki sana dadi. Kwa hivyo niseme ya kwamba Mungu aliye mbinguni atakuwa nguzo mbele yako. Sema amina. Atakuwa nguzo. Atakuwa nini? Nguzo. Na ndio maana Daudi akasema ya kwamba kwa msaada wa Bwana tunaruka nini? Ukuta. Na kwa msaada wa Bwana tutawakanyaga watupingao. Mungu akiwa nguzo, utakanyaga wanaokupinga katika jina la Bwana. Sema amina. Tena si nguzo ya kawaida, ni nguzo ya moto. Sema nguzo ya moto. Yaani kuna nguzo hazina moto, lakini kuna nguzo ya moto na kuna nguzo inawekwa moto. Iko separated kwa sababu moto uko juu, nguzo iko chini. Lakini Mungu ndiye nguzo ya moto yenyewe. Hakuna mjenzi anaweza akafanya namna hivyo, hakuna. Watu wanajenga ukuta, wanaweka waya wa moto kuzuia mwizi. Lakini kumbuka ya kwamba wanaweza akachimba ukuta wakapita na wakaingia, wakaiba. Watu wamefunga milango, geti imefungwa. Pale kuna umbwa mkali amewekwa, lakini wanatoboa ukuta wanaingia ndani. Lakini Mungu akiwa nguzo ya moto, hakuna mahali adui atapitia katika jina la Bwana majeshi ali hai. Sema haleluya. Hawatapitia kwa damu mwana kondoo. Natangaza kwamba kama walipita watamaliziwa ndani. Watamaliziwa ndani kwa ndani. Sema haleluya. Watamaliziwa ndani na Bwana. Afanyike nguzo ya moto kwenye maisha yako. Sema para. Sasa mimi leo nasikia kuzungumza kitu ambacho Bwana amenipatia tangu nimekuwa Nairobi. Na muuliza Roho Mtakatifu nitaongea nini nikienda Majengo. Bwana, Majengo niambie nini? Napoenda Majengo watu watakuja, watu wana kiu, wana matarajio. Bwana niwaambie nini? Kuna mtu atakuja hana kazi, kuna mtu atakuja hana ndoa, kuna mtu atakuja Bwana ni mgonjwa, kuna mtu atakuja amepigwa, ameumizwa, kuna mtu atakuja amejeruhiwa anataka kupona, kuna mtu atakuja amekata tamaa na maisha. Mungu nimwambie nini? Nitawaambia nini watu wako? Kuna mtu atakuja Bwana alikuwa na mimba ikatoka, kuna mtu atakuja uchumba umeharibika, kuna mtu atakuja na mgonjwa hospitali, kuna mtu atakuja amepewa promise mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, huu ni wa tano, hiyo promise haijaifanyika. Kuna mtu atakuja hapa, Bwana kuna mgonjwa kwa hospitali hawana pesa, daktari anasema lazima pesa fulani ndio waanze kumtibu. Mungu nimwambie nini? Kuna mtu atakuja Bwana majeshi na kesi kotini, kuna watu wanakuja wanataka kuwa viongozi, niwaambie nini? Bwana akasema nikwambie shujaa wa maombi. Sema shujaa wa maombi. Shujaa wa maombi. Sema shujaa wa maombi. Nataka kuongea ujumbe unasema shujaa wa maombi. Hebu gusa mtu mwambie shujaa wa maombi. Shujaa wa maombi. Rudia tena shujaa wa maombi. Sema amina. Shujaa wa maombi. Kwanza tunapoongea habari ya shujaa, shujaa ni nani? Tunapoongea habari ya shujaa, shujaa ni nani? Number one, shujaa ni mtu jasiri. Sema jasiri. Shujaa ni mtu jasiri. Shujaa ni mtu nini? Jasiri. Mtu jasiri ambaye si mwoga. Shujaa ni mtu hodari. Sema hodari. Mtu hodari kwa matukio fulani, aidha kwenye vita, aidha kwenye ulingo wa michezo, ni mkimbiaji ama mchezaji wa mpira.
mtu hodari. Sema hodari. Sema amina. Shujaa. Lazima uelewe neno shujaa ni nini. Wapendwa, nataka kusema ya kwamba hakuna mahali ya kufanyiki maombi. Ongo ama kweli? Iwe ni mikutano ya kiserikali, watasema kabla tuanze lazima tuombe. Kwa bunge la county sio mnaomba? County assembly sio mnaomba? Wakati governor ako na meeting yeyote ile, mkutano popote, si kuna watu wanaitwa kuomba? Wakati rais ako na mkutano mali popote, si waga watu wanaomba? Bwana asifiwe. Iwe ni kwa matanga, si watu wanaomba? Iwe ni kwa harusi, watu wanaomba. Hakuna mahali ambapo maombi hayawezi tumika. Sema amina. Kuna vitu vinaweza fanywa, lakini kumbuka kwamba hakuna mahali ambapo maombi yanaweza kufanya nini? Kufanyika. Maombi ndio kila kitu. Na wapendwa, hakuna mahali kunapatikana ushindi kama hakujapatikana shujaa. Sema amina. Lazima kutakuwa na shujaa ambaye atasababisha ushindi upatikane. Iwe juzi Argentina kikombe kikienda, wakiangalia kulipatikana shujaa ambaye alifunga bao la kipekee. Kikombe kikaenda wapi? Spain. Kilienda wapi? Kwa nini? Kwa sababu kwenye mapambano wenye uwanja dakika za nyongeza za 100 kulipatikana shujaa mmoja ambaye alisababisha timu nzima ya watu zaidi ya 20 walihesabiwa kushinda, wakabeba kikombe. Sema amina. Maana kuna mtu ambaye alicheza kwa namna ambayo Argentina hawakuamini kwa macho yao. Bao liliingia na hawakuweza kukomboa tena, na kikombe kikaenda Spain. Sema amina. Natoa mfano kwa sababu Mungu, maandiko yanasema kwamba Yesu hakuweza kufundisha bila mifano. Chochote ambacho alifanya alitumia mifano. Kwa hivyo shujaa, sema shujaa wa maombi ni mtu ambaye, mtu jasiri. Sema jasiri. Mtu hodari. Hodari kwenye maombi. Hodari wa kuomba. Sema hodari wa kuomba. Hodari kwenye maombi. Hodari wa kutafuta uso wa Mungu. Hodari wa kutafuta uwepo wa Bwana. Hodari wa kuamka mapema. Hodari wa kukesha. Watu wanaenda kanisani mikesha, si watu wa kawaida, ni mashujaa. Ukiona mtu anaenda kesha, ukiona mtu anaenda morning glory, ukiona mtu anafanya usafi kanisani, si kwamba ndio peke yake kwa kanisa mama. Kuna wamama wengi wako hapo. Huyo mtu amekuwa shujaa kwa nafasi hiyo. Sema amina. Ukiona waimbaji wanaimba hapa mpaka unatoka na machozi, hao watu wameamua kuwa mashujaa. Walimtafuta Bwana kwenye maombi, wanapoimba ni matokeo ya kile wamepiga kwenye maombi. Sema amina. Natangaza leo kwa damu mama na kondoo, kuna watu Mungu anawainua leo. Kuna mashujaa watainuliwa hapa. Sema haleluya. Sema haleluya. Hebu sikiza kanisa. Sikiza nikwambie. Ninahisi kwenye ibada ya tarehe ngapi leo? Tarehe 26. Kuna watu before mwezi wa 9 watauliza Mungu wako ni nani. Kuna watu before mwezi wa 8, before mwezi wa 8, huu ni wa 7, watauliza ni wewe ama ni kazini yako. Sema haleluya. Maana walivyokuchua, kama leo utaelewa kile Mungu amenituma kuongea, alafu ujitambue na usimame kama shujaa, na utembee kama shujaa, na uongee kama shujaa, baraka kwako ni lazima. Kupanda kwako ni lazima. Sema haleluya. Shujaa haina jinsia. Haina nini? Haina jinsia. Ukiangalia historia ya Ufaransa, utagundua ya kwamba kuna mwanamke aliyekuwa shujaa ambaye alisababisha kwa kipindi kile Ufaransa ikashinda vita. Vita kwa kipindi kile cha miaka iliyopita. Alikuwa ni mwanamke, si mwanaume. Sema amina. Tukiangalia Deborah, alikuwa ni mwanamke ambaye aliongoza taifa la Israeli kwa miaka 40, mwanamke kuwa kiongozi kwa miaka 40, mwanamke wa kwanza. Hakuna mahali utapata mwanamke aliongoza. Wengine walikuwa mafirst lady, lakini Deborah alikuwa shujaa ambaye kwa mkono wa Deborah, kwa mkono wa Deborah
Sisera adui wa Israeli, adui wa taifa la Bwana, akauawa. Ni mwanamke hodari. Natangaza leo katika jina la Bwana, nimekuja kuambia mashujaa mlio hapa ya kwamba vitu unaviona mbele yako sio utakayepigana. Mungu aliye ndani yako atapigana kwa niaba yako. Sema haleluya, sema haleluya. Naomba leo shujaa nikuchochee kwa damu ya mwana kondoo. Kuna Debora kwa hapa hajajijua. Kuna Debora kwa hapa. Kuna Debora ambaye 2027 inakungojea. Watu wasikie Mungu anasema nini ndani yako. Wanakungoja wasikie. Sema haleluya, sema haleluya. Natangaza leo kwa damu ya mwana kondoo, vitu vitendeke ndani yako, vitu vitafanyika ndani yako. Sema power. Sijui Pastor Mwaka nitamaliza saa ngapi baba, kwa sababu already ni saa 7 na tuko na revival. Okay, asante mwanangu, tumkubali kwa makofi. Kwa neema ya Mungu nitaongea kwa ufupi sana kusudi niruhusu uende ule mapema, alafu rudi kwenye mlipuko wa revival. Sema amina. Sema shujaa. Mtu nini? Nimesema number 1 shujaa ni mtu aina gani? Number 2 ni mtu aina gani? Mtu hodari. Hodari kwenye matendo fulani. Unajua hata wasengenyaji ni shujaa upande wa shetani. Unaelewa? Wale wambea ni shujaa upande wa nani? Wa shetani. Unaelewa? Maana Goliathi alikuwa shujaa kwa Wafilisti na Daudi akafanyika shujaa kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo kile kilihitajika ni nani ambaye ako anointed zaidi, ni nani ako na experience ya vita, ni nani ako na neema ya ushujaa wa kipekee. Ikapatikana ya kwamba ni Daudi mwana wa Yese. Sema amina. Kwa hivyo ufahamu ya kwamba upande ule wa shetani ana mashujaa na upande wa Mungu ana mashujaa ambao ndio wale tuliokoka, watu ambao tunajua kuomba. Sema kuomba. Inawezekana leo usinielewe, lakini siku utaingia kwa tatizo utaelewa kile nazungumza leo. Katika jina la Bwana majeshi natangaza kwamba leo utoki ibada hii ukiwaka moto kama baruti, ukiwaka moto kama bomu la kinyuklia. Sema haleluya. Ukiwaka moto popote utapitia, vitu vile watu wataona vijaonekana. Nimekuja kuamsha mtu ya kwamba wewe ni shujaa. Gusa mtu mwambie wewe ni shujaa. Katika jina la Bwana. Shujaa. Jambo lingine. Asante Roho Mtakatifu. Shujaa ni mtu ambaye anatoa mchango. Sema mchango. Mchango wa namna fulani, aidha kwenye jamii ama kidini. Anatoa nini? Mchango wa kutatua tatizo fulani ambalo limeshindikana. Lakini yeye huenda ushujaa wake si pesa atatoa, idea atakayopeana basi itafungua macho ya wenye pesa, wataleta pesa zao na za shughulikia hitaji, tatizo linaisha. Huyu ukikaa chini unaweza ona shida imetatuliwa na mwenye pesa. No, kuna mtu aliyetoa idea. Baada watu kusumbuka wanatafuta msaada, maana walitumia pesa mwanzo haikuwezekana. Lakini kukaja mtu hana pesa na akapeana idea. Sema idea. Aliyopeana idea ile walipotii na kuifuata, sasa idea ikasema hapa lazima pesa ingie ndani. Hapa lazima kuwe na watu watakaotumika. Hapa lazima gari. Hapa lazima pikipiki itumike. Hapa lazima kutumike kitu fulani. Hapa lazima kunahitajika timu ya watu wengi. Alafu pesa ikitumiwa, suluhisho linapatikana. Sema amina. Kwa hivyo naomba leo katika jina la Bwana majeshi aliye mbinguni, nataka kufahamu tunapoongea kuhusu shujaa. Sema shujaa. Kwa hivyo kama shujaa ni mtu wa aina hiyo,
Basi ni wazi kabisa ya kwamba kwenye maombi ya mlokole yote aliyookoka, kila mtu aliyookoka, wewe kama mwokovu tayari ni shujaa. Tayari ni nini? Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kwenye maombi yako yamebeba majibu ya watu, yamebeba amani ya watu, yamebeba furaha ya watu, yamebeba upendo wa watu. Watu wa Mungu, kuna mtu anaweza kuja kwako, si kwamba ana shida na pesa, ni amani hana. Mheshimiwa, si kila mtu atakuja kwako anataka school fees. Kuna mtu atakuja kwako, tatizo ni mpaka wa shamba, na nataka kama kiongozi umsaidie. Wanaweza suluhisha namna gani mpaka uwekwe, kila mtu ajue ploti yake, kusudi anajua kama inatendeka hivi na ako hai. Siku ataondoka duniani, acha watoto wake, kutakuwaje? Watoto wake watatendewa. Hapa kuna hatari. Hangependa kuishi na majirani na uadui. Kwa hivyo anakimbilia kwa shujaa ambaye anajua huyo shujaa ambaye ameinuliwa na Mungu ako mbele. Atakapoenda kwake atampatia suluhisho. Sema amina. Asante mheshimiwa, tumpige makofi. Naomba katika jina la Bwana majeshi aliye mbinguni ya kwamba leo kwenye familia umeolewa, kwenye familia umeoa, kwenye mtaa unaishi, mimi nakutuma katika jina la Bwana kama shujaa wa maombi ambaye utaleta kile watu wanataka. Sema haleluya. Hebu sikiza kanisa, niingie kiundani sana. Umewahi gundua ya kwamba maombi ya shujaa ndio huleta matajiri wakajenga kwa area ambayo kuna shida ya maji, kwa area ambayo kuna shida ya stima, kwa area ambayo kuna shida ya maduka mazuri, kwa area ambayo hakuna security. Matajiri wakiingia hapo, utaona police station, utaona shule zinaongezeka, maji hata. Ushaona maskini amejenga mali, watu wana kutafuta maji kwake, wanatafuta maji kwa tajiri. Na hiyo tajiri nafika kipindi anawapea wazo, jamani, si mshikane kikundi, mnunue mifereji, mfanyeni hivi, alafu basi mimi nitaongea na watu wa maji, nitawasaidia mahali, kusudi kila mtu apate maji, kwa sababu anahisi ya kwamba wakati mwingine kama hata kuwa amesafiri, bomba imefungwa, watu watapata wapi maji? Na maji ni uhai. Sema amina. Kuna watu mashujaa hawakuwa na pesa, walikuwa na Mungu. Wakamwambia Bwana tunataka maji, wakamwambia Bwana tunataka umeme, wakamwambia Bwana tunataka barabara. Kwa maombi ya shujaa yanatafuta kiongozi ambaye atakapoingia madarakani ataanza na barabara, atakapoingia madarakani ataanza na school fees. Hujanielewa. Hiyo si amen. Naona watu hawajanielewa kile nasema. Umenielewa kile nimesema? Hiyo amen si amen ya watu ambao umeelewa. Hebu nisikie amen tena. Hebu nisikie amen tena. Sema shujaa. Walipoomba wale shujaa, Mungu wale mashujaa wa imani wa maombi yao yakatengeneza mtu, yakatengenezea mtu nafasi ambaye huyo Mungu atamuinua kama Daudi alivyoinuliwa kwa sababu kilio cha wana wa Israeli. Maana Israeli nzima ililia, sio kwamba ni Sauli peke yake. Israeli taifa nzima, kutoka mtoto mpaka wa mama na vijana walilia kwa sababu ya mtu mmoja Goliath. Walipolia, Mungu akamtafuta Daudi mwana wa Yese, na Mungu akamuinua Daudi, na Daudi akaingia kwa nafasi, na Daudi akamwangusha Goliath. Naomba wewe shujaa wa maombi, Goliath kwa kaunti ya Taita lazima apigwe chini kwa damu mwana kondoo. Lazima apigwe chini wewe. Sema Bwana. Patie mtu high five, mwambie shujaa. Mwambie shujaa. Muulize, wewe ni shujaa kufikia hapo ama si shujaa? Sema amina. Sema amina. Shujaa wasahili Roho Mtakatifu. Pokea utukufu mbinguni. Na kueleza shujaa ni nani, alafu ni kuonyeshe sasa wale mashujaa wa maombi kile walichokifanya.
Asante Adonai. Wasahili Elogibo. Kuna tofauti ya shujaa na mashujaa. Sema shujaa na mashujaa. Shujaa ni mtu mmoja. Mashujaa imetoka kwa neno shujaa. Mashujaa ni kwa wingi. Sema amina. Shujaa ni mmoja, mashujaa ni kwa wingi. Sasa tukiwe hivi hapa, hawa ni mashujaa wote tumekaa hapa. Ambia mtu wewe ni shujaa. Na pia unajua hata kukula sana pia ni shujaa huyo. Kiona mtu anakula, huyo ni ushujaa, ni bingo upande huo. Yaani hapa ako sawa. Ako sawa. Ndio maana hata kama pale kuna matambiko anafanya na ameokoka, hawezi kujizuia. Yaani wamepika kule, ni matambiko, chakula, watu wanafanya ibada ya wafu. Ibada nini? Na maiti wanasema alikuwa anakunywa pombe zamani. Pombe inakuwa hapa. Alikuwa anavuta sigara. Ushaona ibada kama hizo? Sisi zinafanywa. Sasa unakuta kwamba kuna mtu pale lazima ataacha historia ya kwamba kweli alishughulika vizuri. Wale walipita karibu naye wanajua kile alifanya. Huyo ni nini? Ni shujaa. Hujaona watu wewe? Hujaona mtu anafanya mambo mpaka watu wanatoka wakiongea kile alifanya huko? Hamjaiona? Ni shujaa upande huo. Sema amina. Lakini mimi nataka niseme kwamba leo naomba ujitambue kwamba ni shujaa. Shujaa wa Mungu wa majeshi aliye mbinguni. Niseme ya kwamba chochote ambacho labda kimekuwa kizito kwako, ni vile ulikuja jitambua. Lakini kama utajielewa leo wewe ni nani, uungane na shujaa mwenzako ametumwa hapa leo, hicho nakiona kuwa mzigo kitakuwa tambarare katika jina la Bwana. Hicho nakiona kimekuwa kero kitafanywa baraka. Si kama unafahamu ya kwamba hata ibada hii ifanyike leo, kuna watu walitamani apostle asikuje. Unaelewa hivyo? Kuna watu walitamani asikuje, hata kuna wale walisema akija kusifanyike muujiza. Basi miujiza itafanyika kama popcorns leo. Yaani watu watoke wapi? Watu wa Mombasa, inua mkono kama umetoka Mombasa. Watu wa Mombasa. Ikiwa umetoka Mombasa, simama juu. Umetoka Mombasa. Yule umetoka Mombasa, ndio ujue kwamba ibada si ya kawaida. Hebu imagine. Watu wametoka Mombasa kukuja ibada. Hebu angalia. Watu wametoka wapi? Mombasa. Wametoka wapi? Wanakuja nini? Ibada. Kwa sababu gani? Hawa ni mashujaa. Sema amina. Ni nini? Wamekuja kuongezewa silaha za vita. Wanaporudi Mombasa wakapambane kisawa sawa. Kwa hivyo niruhusu nitangaze ya kwamba kama kuna mtu anatarajia kuanguka kwako, ataanguka yeye, atakuacha kiishi. Kama kuna mtu anangojea aibu yako, itampata aibu peke yake. Sema haleluya. Hebu sikiza. Asante Roho Mtakatifu. Pokea utukufu mbinguni. Heshima na enzi ni vyako. Shujaa ni watu, ama shujaa ni mtu mwenye moyo usiokata tamaa. Shujaa ni watu wenye moyo usiokata tamaa. Shujaa ni mtu ambaye haamini kurudi nyuma. Maana anafahamu ya kwamba kwenye vita askari wakienda, ukiwa mbele askari wenzako mnapambana, ukianza kuonyesha dalili ya kurudi nyuma unapigwa risasi. Hiyo ndio sheria. Lazima uwawe mtu mmoja mwenzetu. Tunaruhusiwa kulingana sheria ya waskari tukumalize, tusimaliwe sote. Unanielewa? Kwa hivyo shujaa hawezi rudi nyuma. Hawezi, ni risasi mbele kwa mbele. Na hii ndio Osama hakuamini. Kulipokuja vijana wa Marekani wamevaa, Osama alikuwa tishio, akapiga Kenya, akapiga Amerika. Mashujaa kajipanga, umetuchokoza. Osama hakuamini, alikamatwa kwa mikono. Osama akabebwa. Osama akauawa na akazikwa baharini chini ya maji, deep sea. Wakaweka
nitasema waliweka leo tunataka tukasema kwamba CCTV, kama ijapokuwa sijui kama kuna CCTV ya maji iko inokaa kwa maji, siko CCTV ya maji ziko, wakaweka kwa kaburi ya nani? Ya Osama, ili kwamba Osama atakapoonekana mtu ambaye anaenda kuchukua mwili wake, Amerika ina wewe, na wakikushika watakuua kwanza, watataka uambie ulitumwa na nani. Huyu aliyekutuma ndiye aliyesupport Osama akiwa mzima akatatiza watu. Kwa hivyo lazima kushughulikie. Osama kazikwa deep sea. Naomba leo kama shujaa, Mungu aliye mbinguni azike matatizo yako deep sea, azike magonjwa deep sea. Sema haleluya. Azike laana deep sea. Wanangu naumia kidogo, sikia sauti yangu inapotea. Yeah. Si kama unaweza nisaidia hapo. Hebu mshike mtu mkono katika jina la Yesu. Mwambie kwa jina la Yesu, kuanzia leo nataka kujitambue wewe ni shujaa, mtu wa kutegemewa kwa taifa la Kenya, kwa taifa la mbinguni, kwa familia kwenu, kwa maisha yako binafsi. Wewe ni shujaa katika jina la Yesu. Mpe Bwana makofi. Ndio maana Kenya kila mwezi wa 10 tarehe 20, sema tarehe 20, tunasherekea Mashujaa Day. Tunasherekea nini? Watu ambao hatukuwaona lakini uwepo wao tunauona. Hatukuwaona lakini bidii yao tunaiona. Hatukuwaona lakini jitihada zao za kuikomboa Kenya kwa mikono ya mkoloni tunaiona. Hatukuona lakini amani ya Kenya tunaiona. Kwa hivyo serikali ikitangaza holiday kila mwezi wa 10 tarehe 20, una haki ya kutii na kuifurahia, kwa sababu waliokuwa kipindi kile watashangaa kama hutaitambua, kwa sababu amani unaiona leo haungeiona kipindi kile. Baraka unaiona leo haungekuwa na kipindi kile. Maana kuna mashujaa ambao waliamua kuacha familia zao, waliamua kuacha wake zao, waliamua kuacha vitanda, wakaishi porini, wakaishi kwenye mapango, wakala kwa shida, wakalala kwa mawe. Wengine wakati fulani niliona mtumishi wa Bwana askofu mmoja akiongoza ibada kuombea mashujaa, familia za mashujaa. Wale walienda, familia zao zile zilibaki. Nikasikia akisema hivi, kuna wamama ambao wanatajwa kwenye kipindi hicho ambao wengine walitekwa nyara, wale wakoloni wakawatenda mabaya, wakawatenda mabaya ambayo si haki na si kibinadamu, kwa sababu ni wanawake. Lakini pamoja na kwamba wenzao walikuwa wanatenda mabaya, wangepata nafasi ya kutumia shujaa wao ili kwamba kinachoendelea kikome, basi hawakuogopa kile adui anafanya. Waliongeza bidii mpaka Kenya ilipopata ukombozi. Sema amina. Na hicho ndicho Yesu alifanya kama shujaa wetu ambaye tunajifunza kwake. Huyu alipotumwa duniani akazaliwa kama mtoto wa kawaida, akateswa, Yesu akauawa, akapitia mengi sana. Kwa sababu gani? Mimi na tupate wokovu. Sema amina. Naomba leo kwa damu mwana kondoo ya kwamba vizazi vinakuja, watoto wako ambao wanakuja, wachukua ambao wanakuja nyuma, waseme tulikuwa na nyanya. Haya mashamba ni nyanya yangu alinunua. Haya mashamba ni ya babu yangu. Haya mashamba ni ya baba yangu. Samaria. Sijui kama una kitu ambacho kesho watoto wako watakukumbuka nacho. Leo tuko na mashujaa
Mashujaa Day tarehe 20 mwezi wa 10 tunafurahia uhuru wa Kenya. Si kama kuna kitu ambacho ile plot unaishi siku ile utahama kwa plot, watakukumbuka na nini kwa hiyo plot? Sijui kama wakati unasafiri, maana Yesu popote alienda alitenda mema akaacha alama. Leo watu wengi haweki alama, wanaacha lawama. Shujaa hawachagi lawama, anaachaga alama. Sema amina. Mashujaa si watu wa kuacha nini? Lawama, wanaacha nini? Alama. Lakini watu wengi leo wameacha lawama kwa mioyo ya watu. Wameacha lawama kwa wake zao. Wameacha lawama kwa wazazi. Wameacha lawama kwa vijiji. Ndugu yangu huyu, kila ameshuhudia sio matani. Kulipatikana shujaa, mke wake akasema hata kama ni Muislamu nitaenda kanisani. Huyu Goliati amekuwa tishio, hatulali, lazima ataangushwa. Nikimwombea binti alikuwa na miaka mingapi? Miaka 6. Alikuwa na miaka 6 akija kanisani. Pastor Grace unakumbuka? Nakumbuka. Deliverance ya mke wake ilichukua masaa mangapi? Alafu unakuja unasema huyu apostle anaombeaga watu anaanguka, mimi nitasimama hivi. Yaani mtu akisimama hivi anakuonyesha hivi, anaweza enda hivi. Unasikia tabalu hiyo? Sema amina. Mke wake aliacha Uislamu na akaja kanisani akiwa anataka mtoto apone. Na kwa sababu alikuwa mwanamke shujaa, Deborah asiyejulikana, sema amina, aliamua kuweka alama kwa mume wake ya kwamba hakukosea kumuoa. Aliamua kuweka alama kwa familia ameolewa, hakukosea kuolewa kwa hiyo familia. Kupitia huyu mama mtoto akapona. Na mtoto alipopona, cha ajabu, huyu ndiye aliokoka wa kwanza. Angalia vile kulienda. Huyu ndiye wa kwanza aliokoka. Mke wake aliokoka baada ya maombi ya mwanaume. Unasikia aliomba kwa mwaka mzima. Lakini mke wake hatukuombea mtoto mwaka mzima. Lakini huyu aliombea mke wake mwaka mzima akimdai. Na ndiye alileta mtoto kupona. Lakini huyu aliokoka wa kwanza. Kijana ako pale. Hebu simama mko. Huyu ndio first born. Huyu ndio kijana wake. Keti dada. Sema amina. Nini mama alifanya? Aliamua kuacha nini? Alama. Maana shujaa hawaachagi lawama, wanaachaga nini? Alama. Hebu sikiza. Shujaa ni mtu anayehatarisha maisha kwa sababu ya wengine. Anayehatarisha nini? Kwa ajili ya wengine. Shujaa si mtu anayejipigania, ni mtu anayepigana kwa niaba ya wengine. Ukisikia waheshimiwa wanataka viti, malengo ya kutafuta viti si familia zao, ni maisha yako. Kuna kitu wanaona unapaswa kuwa nacho. Kuna mahali wanaona ungefaa kuwa. Kuna haki wanajua kwamba unapaswa kupewa kutoka juu kwa serikali kuu ili zikufikie. Wanajitoa mhanga. Sema mhanga ili akuletee. Sasa mheshimiwa, inakuwa ni makosa wakati tumekutuma alafu tunakosa kupata kile tulikutuma. Si unaona inakuwa ni makosa? Si ni roho? Yaani tumekutuma mheshimiwa kama shujaa, alafu baadaye tunaanza kumwambia Mungu hatukujua, tusamee Bwana. Na shujaa si watu wa kulia, ni watu wa kufurahia ushindi. Sema amina. Sema amina. Okay, keti mheshimiwa. Sema Baba, nisaidie niwe shujaa wa kutegemewa. Shujaa ni mtu ambaye analipa gharama kwa sababu ya watu ambao wanaomtegemea. Ni mtu ambaye anahatarisha maisha yake ili mwingine aweze kupata amani, uzima, baraka, utulivu, chochote anataka. Mama wewe, kwa hiyo boma uliokoka, yawezekana pengine hakuna mtu mwingine ameokoka kwa hiyo boma, ni wewe.
Yawezekana pengine tangu ulipookoka ndio vita viliongezeka. Nimetumwa nikuambie hivi, umetumwa hapo kama shujaa, umetumwa kama mkombozi. Yawezekana pengine mtu wa mheshimiwa yoyote yule, yeye hawezi kuombea kiti, lakini huyo mama ni shujaa, huyo mwanaume. Kwa maombi huyo mama na kilio chake, aweza kuwa hana ushawishi kwa watu, aweza kuwa hana maneno matamu hajawaletea maleso, lakini neema aliyobeba, maombi aliyobeba, upako aliyobeba, machozi yake, upendo sipendo, utaingia kwa kiti. Maana lazima natangaza leo kwa damu mama na kondoo, natangaza leo kijana uliye hapa, wacha kuacha wokovu kwa sababu unachukiwa. Wewe ni shujaa kwa hiyo familia. Gideoni hawakuitwa ndugu zake wote, aliitwa Gideoni peke yake. Kwa Gideoni anasema mimi mtoto wa familia maskini. Sisi kwetu mpaka jamaa anaenda kujificha, anaenda kujificha maana vita vimezidi, lakini kwenye kujificha wanapigwa na Wafilisti. Mungu akatokelezea, malaika amwambia Gideoni, simama, wewe ni shujaa. Mimi shujaa? Hapana, labda pengine umekosea. Wewe unajua historia kwetu, kwanza mimi ndio last born, cha pili sisi ndio maskini wa mwisho katika hii county. Kama watu wanafanya research ya umaskini, wanafanyaga kwetu. Yaani kama kuna research ya kunguni inapatikana kwetu, kama ni komba mwiko wanafanya research kwetu. Mimi niwe shujaa. Maana Gideoni alijua kwamba shujaa ni mtu ambaye anatumika kwa sababu ya wengine wasipate matatizo. Na anashangaa Israeli wamekuwa kwa mikono ya maadui kwa miaka 7. Wanapigwa for 7 years, wanateseka. Sasa itakuwaje mimi ni shujaa, mbona siwasaidie huko nyuma? Lakini akaambiwa hapana, simama, wewe ni shujaa. Kumbe Gideoni, madhabahu ya baba yake ya uganga na uchawi hayange mruhusu akajitambua. Kumbe alihitaji reinforcement ya mbinguni. Alihitaji hebu shika mtu mkono, mwambie unahitaji reinforcement ya mbinguni. Mwambie tena, sema amina. Hapo ndipo Gideoni anajitambua na akasema, kama ni wewe niweke hapa ngozi kusinyeshe mvua niipate iko na maji. Akaweka, akaamka asubuhi, ngozi iko na maji na kuja nyesha. Akasema kesho naiweka hapa, mvua inyeshe nzito. Sema mvua ya masika. Mvua masika ni mvua inang'oa miti na bomoa mito, kunyeshe na mahali ngozi itakuwa kusiwe na maji. Akaamuka akapata kumekauka, ngozi iko sawa. Akasema ya 3 mara ya mwisho, Bwana usikasirike na mimi. Sasa nifanye, nataka kutoa sadaka. Nataka kutoa nini? Sadaka. Na hii sadaka sasa, hapo kile kitafanyika nitajua ni Bwana. Akamwambia mimi siwezi kuchukua sadaka kwa sababu malaika wapewe sadaka, anayepewa sadaka ni Mungu. Ni wachungaji peke yake wameruhusiwa kuchukua sadaka kwa niaba ya Mungu, lakini malaika hawezi kuchukua sadaka. Akaitoa sadaka na malaika akanyosha kijiti pale na moto ukatoka, sadaka ikateketea. Gideoni akasema sasa Bwana nimekubali. Akasema nitawezaje? Akasema hapana, nenda kwa hiyo nguvu kidogo uko nayo, hiyo nguvu kidogo uliko nenda nayo, nami nakutuma leo kwa nguvu kidogo uko nayo. Hiyo nguvu itapindua vitu katika jina la Bwana. Natangaza uwezo mdogo ulionao utafanya vitu vikubwa ndani yako. Natangaza Mwatate na vitongoji vyake, Taita Taveta na vitongoji vyake, waachilie baraka zako, waachilie amani yako, waachilie huduma yako. Sema Bwana. Shujaa si mtu anejipenda yeye, ni mtu mwenye analia kwa sababu ya wengine. Shujaa ni mtu ambaye anaumizwa kwa sababu ya wengine. Maana shujaa, hakuna shujaa asiyekuwa na serikali iliyo juu yake. Kila shujaa kuna serikali. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba hakuna askari aendaye vitani kwa gharama zake. Kila askari hugharamikiwa na serikali iliyo mtuma. Serikali ya Kenya kituma vijana Somalia kupigania Somalia kwenda Kismaio,
majeshi ya Kenya ndio waligundua ngome ya Al-Shabaab Kismayo Somalia. Hawakuenda kwa gharama zao, walienda kwa gharama ya serikali. Vijana wamejiandaa kufika pale, ilikuwa ni mapambano. Al-Shabaab wanasikika leo. Al-Shabaab wanasikika leo. Unawasikia? Wapendwa, sio spaghetti makoronyo zile wa Somalia wanakula. Ni mashujaa waliotumwa kutoka Kenya. Vijana waliohatarisha maisha. Sema amina. Kwa leo katika jina la Bwana majeshi, naomba usione kuwa ni mzigo kwa mambo unapitia kwenye huduma. Hayo mambo yanakuandalia neema mpya. Usiache huduma, usiache kazi ya Mungu. Usiache kuomba, kwa sababu ukiomba ndio wanakuongea sana. Mungu amekuinua hapo kwa sababu ya watu kama hao. Mungu amekuinua kwa ajili ya watu hao. Natangaza kwa damu ya mwana kondoo, hawatakuzimisha kwa jina la Yesu. Hawatakuzimisha kwa damu ya mwana kondoo. Sema Bwana. Hebu tusomee Wakorinto wa kwanza 9:7. Asante Roho Mtakatifu. Naomba msome Pastor Charles. Leo Dota amesahau kazi yake. Nakumbuka mwaka jana ndiye alikuwa msomaji wa Biblia. Asante. Karibu Pastor. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 9. Yes. Mstari wake ni wa 7. Yes. Maandiko yanasema, ni askari gani aendaye vitani wakati wote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Hapo tu pale wachana sasa na kilimo. Hiyo upande wa matunda inazungumzia kuhusu huduma, matokeo huduma. Ya kwamba kama askari, hiyo ni majibu ya ile sehemu ya kama askari ukitumikia serikali ya Kenya, unalipa mshahara na serikali ya Kenya. Kwa hivyo unapoombea wengine ili wafanikiwe, hapo ndipo unachochea baraka zako haraka. Sema amina. Maandiko yanasema hakuna askari aendaye vitani kwa gharama zake mwenyewe. Kwa hivyo wewe kama mama, kama baba ambao umeokoka, kama kijana, kama mwana praise, wanakwaya Bwana asifiwe, nyinyi mashujaa, wakati mnaimbisha watu wanabarikiwa. Na nielewa, ili anointing inatumika ndani yako ni Mungu ameweka. Na yote atapigana na wewe, Mungu aliweka ndani yako, atapigana na yeye. Hiyo si amen, imekonda sana. Unanielewa? Maana Mungu amekutuma kama shujaa. Kuna watu watapona kupitia kuimba. Kuna mtu atakuja kanisani si kwa sababu aliombewa, alisikia mkiimba. Na kuna mtu anakuja kanisani si kwa sababu waliimba, alisikia neno. Na kuna mtu anakuja kanisani si kwa sababu ya neno, aliona muujiza, mtu ametendewa. Sema amina. Aliona mgonjwa amepona, aliona mtu alikuwa maskini leo ni wholesaler. Sema amina. Ako na supermarket, ako na wholesale. Sema amina. Kwa hivyo wakati unatumika, Mungu ameweka pale kama shujaa. Kwa hivyo kama shujaa, nini kitakusaidia uweze kuwa hodari kwenye huduma yako? Ni maombi. Sema maombi. Nini kitafanya Mungu ashughulike na kile kinapinga ya kwamba kama mwanakwao unakosa fare kuja mazoezi, unakosa sadaka? Ni maombi. Wakati unaombea Bwana, naomba nitumie jinsi upendavyo. Nisimamapo mbele za watu niwe baraka. Mungu nisiwe mzigo. Mungu niwe msaada. Nilete kicheko ndani ya watu. Sema amina. Wakati watu wanapewa vicheko, kumbuka ya kwamba unapokea mara mbili. Na ndio maana siamini watumishi wa Bwana, haiwezekani ya kwamba unavaa suti ya shilingi 2,000, 3,000, Biblia shilingi 1,000 na kushinda kununua. Huyo si shujaa. Mwambie si shujaa huyo. Kuna shujaa anaga bunduki. Shujaa anaingia kanisani wakati wa sadaka. Sema namchelewa. Sema namchelewa. Sema tena namchelewa. Rudia tena namchelewa. Unajua namchelewa mimi si mheshimiwa? Namchelewa ni wale watu wanakujaga kipindi cha matangazo. Ibada ilianza saa 2, wana kipindi cha matangazo.
Tunaweza wahitaji Kitaita? Makamira. Makambira na Mkamba. Wakamba tunawahitaji. Wakamba tunahitaji. Ongea kwa sauti mama. Si kama kuna microphone ama ni peke yake jamani. Yes, akomba. Yes mama. Maselewa. Sema Maselewa. Sema tena Maselewa. Ukiona mwenzako haongee, huyo ndio Maselewa. Ambapo mngasema Maselewa. Hata pasta sijui utaweka watu wapi jioni, lakini Mungu atusaidie, kwa sababu unaona saizi hakuna viti, hakuna mahali. Lakini Mungu anatusaidia. Kabla hii gorofa iishe, Bwana atafanya miujiza tu. Sema Maselewa. Shujaa. Yaani mtu ananena kwa lugha mpaka mtoto alikuwa amelala anaamka. Lakini ukimwangalia Biblia yako nayo haina cover. Haina nini? Mtu ananena mpaka mtoto alikuwa na nyonya ama analishwa, anakula yogurt, anageuka anaangalia. Hiyo sauti inatoka wapi? Lakini mikono yake inajua shilingi 50 na 500. Kiingiza hivi anajua 500, anajua 50 bob. Akitoa hivi hakosei, na ajiangalia na atoa 50 ndio sadaka. Maselewa. Sema Maselewa. Yaani mtu ananena kwa lugha mpaka inabidi unasikia mabata anafanya kakakakakakaka. Lakini hatoagi fungu la 10. Atoagi nini? Mtu ananena mpaka jasho linatoka shati na loa. Kabla mhubiri amalize, ashamka, maana amepigiwa simu, bodaboda anahitajika mahali ameacha ibada. Huyo ni shujaa. Askari akienda vitani, anahakisha kwamba chochote walienda nacho, hata kama ni mkebe waliambiwa rudi, watarudi nao. Hata kama ni mkebe wa chakula, ya kwamba wakimaliza chakula watupi, wanabeba, watabeba. Niko nao kanisani, si mmoja si wawili. Kwa hivyo kuna wakati tunaongea baba na mtoto, ili wane baba tuombe, nataka promotion, na Mungu amezidi kuwanemesha. Na kwa hivyo kama uko hapa leo, utapokea promotion. Utapokea promotion leo. Utapokea promotion leo. Niko nao kanisani. Mwatate nilikuwa naishi na ile alikuwa anaitwa yule mzee OCS. Mkamba mzee, kulikuwa na Kisilu. Baada ya Kisilu akaja mwingine. Yule amejenga police station ya Kambira Punda, mwenye amejenga. Ikipangwa kujengwa hiyo police station, mimi ni wa kwanza kuambiwa na yule mzee. Akaniambia, pastor, nataka mzungu wa Saiso, daddy. Akaniambia nyinyi mtamjengea. Na kweli aliongea na hapa, hata ng'ombe ilichinjwa siku ya kufungua police station hiyo. Mimi niliitwa, hiyo ng'ombe ilitoka hapa Saiso. Alikuwa anaitwa nani? Mbona msahau jina? Alikuwa anaitwa David nani hapo? David Muli. Asante. Ubarikiwe sana. David Muli. Alikuwa askari hapo, huyo mzee. Kwenye mikutano ya partners Mwatate tumekaa naye mara ngapi? Si mara, na anakuja na uniform kabisa, na nyota zake. Ofisini kwangu hapo, ukija kile kitabu cha wageni, utaona signature yake. Utaona signature ya senator, utaona ya nani. Mzee huyo hapo hapo ndani. Alikuwa ananipenda sana. Na huyo mzee alifanya, askari mmoja alikuwa Mwakitau, amekaa miaka mingi. Sasa hizi ni mtu mkubwa sana hapa Kenya. Kila angekuja kwa OCS, mpaka kuja nisalimie. Sasa nyingine tunakaa tunakula lunch na mke wangu pale, tunakula tunaongea, akaniambia, apostle, si unitoe Mwakitau. Nimesikia ukitamka neno vinafanyika. Unataka utoke? Sawa, utatoka. Nikasimama kama shujaa, na kutoa Mwakitau. Na kutoa Mwakitau. Na kutoa Mwakitau. Akatoka Mwakitau mpaka Nakuru. Kufika Nakuru, promotion zikaanza. Ni baadhi ya watu ambao Mungu amewaneemesha, ambao unavuka. Yani kumbe siku je, uwezi kuwa promoted ikiuja apitia vitu fulani. Unanielewa? Na ukifikia hapo huwezi vuka ranki zingine. Lakini jamaa kwa neema ya Mungu alimvukisha ranki zingine, akapelekwa zingine zaidi. Anatoka Mwakitau anakuja Mwatate. Amekuja kanisani. Juzi ameniita kudedicate shule yake ya driving.
ilikuwa ni moja na magari mawili. Right now ninavyozungumza, Nairobi peke yake kuna shule 10 za driving school. 10. Na kila shule iko na magari. Alitoka wapi? Mwakitau. Shujaa ni mtu ambaye amebeba majibu ya watu. Na leo nimebeba baraka za watu katika jina la Bwana. Sema haleluya. Kuna watu wanaondoka na magari mchana wa leo. Kuna watu wanaondoka na ndoa mchana wa leo. Kuna watu wanaondoka na biashara mchana wa leo. Sema power. Hebu sikiza. Nataka nikupe vitu vya muhimu sana. Vitu vya muhimu sana. Shujaa ni mlinzi. Sema mlinzi. Askari anayelinda rais wa Kenya. Utakubaliana mimi ya kwamba ile training amefanyiwa baada ya kwamba atakuwa nyuma ya mzee si ya kawaida. Amefanya training ambayo si ya kawaida, ya kipekee. Maana analinda baba wa taifa, lazima awe juu sana. Kana na kusaidia na wala wako kando kando. Kuna wala ambao tunakuja kama sisi. Naweza kuja nimevaa cape lakini usicheze na mimi. Jua tumekuja kulinda. Naweza kuja nimeweka mandevu hapa ndakasha kalabagala. Wewe tunalinda mzee. Naweza kuja hapa nimevaa yebo lakini tunalinda nini? Lakini yule ambaye ako pale ile training amefanyiwa si. Kwa hivyo kuna watu wengine vitu vingine unapitia ni training kwa sababu kuna mahali Mungu anataka usimame. Kuna mahali anataka akutume. Kuna mahali anataka utumike. Na training yako haitakuwa kama ya watu wote. Mama Kezerina, shemeji yangu, unaweza pitia vitu vingine kwa sababu ya kile Mungu anataka kufanya mbele. Kwa hivyo usihepe. Mwambie usihepe kwenda kiganjo. Mwambie usihepe kwenda kiganjo. Mwambie usihepe kwenda kiganjo. Sema amina. Kuna mambo unapitia ni training. Maana nafasi ambayo Mungu anaenda kukuaminia si ya kawaida. Kuna watu wanakuangalia. Kuna mataifa watakuja. Kuna makabila watakuja. Watu wanyonge na wakubwa, matajiri kwa maskini, wasomi na wasiosoma, na wote wanataka wahudumia kwa sawa. Yaani hapo hakuna kitu nimeongeza piga makofi. Yaani makofi ya Mwatate ni ya kuomba. Kanisa ya Majengo sire na ijuaga. Unless nimepeleka mahali pengine. Ile Majengo naijua si makofi ya Majengo. Hebu acha nisikie mara ya pili. Wapo watu wanaandaliwa na Bwana. Hakuna shujaa asiyepitia training. Na training asifanani. Training ya mwanajeshi na training ya askari wa traffic ni tofauti bwana. Ndio maana najua kichaka. Na huyu anajua. Zinafanana. Yaani unaambiwa weka kando ama tukuweke. Inamaanisha hivyo. Weka kando ama tukuweke. Kwanza unaonyeshaga hivi. Fanya hivi. Alafu kofia inavutwa mpaka wapi? Unaangaliwa hivi. Uongo ama kweli? Alafu ukimaliza unafanyiwa hivi. Una kitambi hajui. Wewe ni mrefu hajui. Wewe ni mnono, wewe ni baunza hajui. Anachojua ni crown aliyobeba. Na njia moja kuonyesha kwamba unamheshimu ni kuheshimu crown aliyobeba. Unapaki trailer chini, unashuka mwenyewe. Yes madam, yes sir madam, yes sir madam. Kitambi chako mfukoni, kifua chako mfukoni, matatu zako zote mfukoni, sport shoes zako zote mfukoni. Na nakwambia kituoni, madam please tunaweza ongea madam. Unaanza kujichekesha mwenyewe. Lakini sikiza, kumepatikana bunduki mtaani. Na bunduki imefanya madhara. Kuna kujaga watu wanaitwa siafu. Sema siafu. Mnawajua? Wanaitoka namna gani? Wanaitoka namna gani? Alafu ile jina ya kazi wanaitwaje?
GSU, ambia mtu GSU. Hawajui kuku, hawajui mbuzi, hawajui ng'ombe, hawajui mbwa. Mbwa wanalia, ng'ombe wanalia, watu mpaka bunduki itapatikana. Kwa nini? Ni mashujaa. Hawa wasipoileta kuna kuja sasa wale wa, nakwambia mpaka wanyanya watatoa siri. Mpaka wanyanya. Mwana hapo cho mwana. Hiyo rungu isinigonge. Wanawekaga pale cho. Mwana hapo cho. Maana ameona vile jirani ametengenezwa. Na hivyo ndio unaona kanisani mashetani anapigaga nduru. Wewe nani? Mimi nyanya yake nilikufa, amefinywa. Leo lazima magonjwa afinywe leo. Lazima washetani afinywe leo. Lazima wani afinywe leo. Natangaza saiso mapato yote kamtonga. Kama kuna nyoka ya mtu, kama kuna sura, tutaua leo. Tutaua leo. Tutaua leo. Sema paa. Jamaa wanakuja. Viatu yao pia si ya kawaida. Paka za ikilazimu atembee wapi? Mpaka hapa kuna ile mavazi wanavaa hapa. Nyingine mpaka kwa mikono. Wakati wa Gen Z tuko na wale watia gasi na mabango. Hao na shida. Mtakimbizana mchana mzima. Lakini jamaa wa hivi wakiingia hivi. Sema amina. Naitwa David Muru. Natangaza kwa damu ya mwana kondoo. Kwenye mapito unapitia, Mungu anakuandaa kama shujaa. Kuna kipawa anazalisha ndani yako. Kuna maombi anazalisha ndani yako. Kuna mahali Mungu anataka kutume. Yaani watu wa Mungu, naongea kwa unyenyekevu mkubwa sana. Mimi tumerudi nyumbani na mke wangu Saturday, Friday usiku. Tangu Monday hatuja kuwa nyumbani. Tumeacha watoto na mfanyakazi. Tunafahamu ya kwamba kila shujaa ili aweze kupanda cheo lazima arudi training. Na hakuna askari huenda training akarudi wa kawaida. Ukisikia askari ameenda training, hiyo ni cheo. Ni nini? Nimeombea mtoto wa mama yangu, mama Eunice, Alex. Si mara moja akiwa Nairobi, mke wake akasema sijajengewa. Nikamwambia akujengee Taita. Alex akaja akajenga. Wamekaa miaka 11 hawana mtoto wa pili. Wako na Mwandaviro peke yake. Nikamwambia mwaka unaokuja utanyonyesha. Akazaa Chao, akazaa na Emmanuel. Akazaa Emmanuel, akazaa Chao. Sema amina. Alex leo anakaa kwa ofisi. Leo ako na nyota. Nimekaa na Alex one on one hivi, si mara moja. Maana nimeishi kwa nyumba ya mama kama mpangaji. Shujaa ni mtu wa kuinua wengine. Sema amina. Ndio maana watu hutumwa kufanya recruitment. Si mtu mmoja alifeli kwenye training. Ni watu ambao kichunguza kule nyuma kwa kazi wako na nafasi nzuri. Kwa hivyo wanajua ili wa askari ni sifa gani anatakana kuwa nayo. Sema amina. Sema amina. Kijana wa mzee Mwakalu, marehemu namjua mzee Mwakalu. Kuna training Mwatate, kuna recruitment Mwatate. Kijana akatoka Mombasa, akaja akalala nyumbani kwangu. Nikamwambia, mbona unaenda kulala nyumbani? Akasema, Apostle, nataka kuwa askari wa Kenya. Nani? Mwanajeshi. Nikamwambia, kesho ukienda kwa uwanja wa Kenyatta High School umechukuliwa. Kijana alipoenda asubuhi, kwa wale waliochukuliwa alikuwa miongoni mwao. Na kwa neema ya Mungu, baadhi ya watu ukisikia sniper, sema sniper. Askari anaitwa sniper. Ni yule anaweza kukuokota katikati ya watu na asikosee. Ni wewe tu anataka gaidi, umekataa kuokoka, unamaliza kuku za watu na mnyunya na mbazi. Unamaliza mihogo mpaka ujipawa sasa inapungua.
Kwa hivyo ametuma kwako sniper, atakuokota hata ndani ya gari. Wamekaa watu 10, sniper anapita na wewe. Aliyegonga Trump sikio wakati wa campaign, huyo ni sniper. Na kwa neema ya Bwana wa kijana, kwa wale ambao kwa neema ya Mungu chini ya hii neema, wale ambao ni watu hatari wanaotusaidia kulinda mipaka yetu, sniper, sema sniper, kijana mdogo tu lakini hatari kwa kazi ya kutulinda sisi. Kuna watu ambao sasa kiroho, wengine wenu maombi yako ni kama sniper. Hata kama limeza hirizi ataitoa. Wanu ukiishi kwa ploti wanakosa kulala wenye mashetani. Mtu anakuja kanisani kumbe ni Illuminati, amekuja kupima nguvu ya Mungu. Na alipanga akisema akienda mbele anataka apewe microphone. Bwana asifiwe. Akifika akipewa microphone anashinda kuongea. Maana kuna sniper ambaye aliingia asubuhi akapiga maombi, akaokota yule shetani mapema. Wakifika mlangoni wamechanganyikiwa. Aya. Natangaza leo, natangaza mchana wa leo ya kwamba masniper wanaimaua na Bwana leo. Ukiomba Mwatunge, ukiomba Nairobi, ukiomba Majengo, amani inapatikana, watu wanabarikiwa. Samaria. Sniper si mtu wa kawaida, si askari wa kawaida wewe. Pia training yake si ya kawaida. Akiamua kutoboa pua, atakutoboa pua kuacha na alama. Usemege pua lilienda lakini nilipona. Alitaka tu hivyo utiishiwe. Pigo pua lienda, nitaacha kuiba sufuria za watu. Hii sufuria juzi nimeleta shida. Kwa hivyo hauna haja kuhama kwa maploti. Hauna haja kuchukia mama mkwe kwamba ni mchawi. Uliwahi mshika na uchawi? Hawa ni wale askari wanashika bunduki, nashika hivi, anashika hivi. Wanashika hivi, anageuza opposite. Wanakoku hivi, anakoku hivi. Muulize ama ni wewe. Hebu muulize ama ni wewe. Unakaa kama wewe. Sema amina. Sema amina. Natangaza leo. Nimesema shujaa ni nini? Ni mlinzi. Ni nini? Ni mlinzi analinda vitu fulani. Aidha nalinda watu, ama nalinda mali, ama nalinda kampuni, ama nalinda shamba, ama nalinda mifugo ya mtu. Yule jamaa anaandikwa kwenda kuchunga mifugo, ni shujaa. Unaamini hatapoteza mifugo yako? Unaamini atapambana na wanyama hatari, mifugo atarudi salama? Na ndio maana tunamuona Daudi mwana wa Yese. Mungu anamuintroduce Daudi kama shujaa mapema kabla hajaingia State House. Anakamata simba anararua, anachukua kondoo. Anakamata dubu akararua. Akasema Mfilisti huyu ni nani? Mtamalizana naye haraka. Akasema nionyesheni yako wapi. Na huyo mtu akiondolewa, mfalme amesema atampa msichana wake, hamtalipa kodi. Kwa hivyo kodi ijaanza wakati wa Ruto. Kodi ilikuweko tangu zamani. Kodi ijaanza wakati wa nani? Ni vile usomagi Biblia. Kodi ilikuwa inalipwa tangu zamani. Tangu wakati wa nani? Wa Sauli. Wakati wa Sauli ndio kodi ilianzia kwa wana wa Israeli. Before hapo hawako wanalipa kodi. Lakini wakati wa mfalme Sauli ndio Mungu alisema huyu mnamtaka, atawalipisha kodi, atachukua mashamba, atafanya nini? Kodi ikaanzia. Kwa hivyo kodi ni kibibilia. Sema nini? Sema amina. Lingine, shujaa. Asante Roho Mtakatifu. Shujaa ni mtetezi. Ni mtu anayetetea wengine wapate haki zao. Mtetezi wa watu. Umesikia mtu fulani anasema mimi ni mtetezi wa wanyonge? Umesikia wengine waheshimiwa wanatumia msemo huo? Msemo wanautumiaga kihalali. Shujaa ni mtetezi wa mahitaji ya watu, mtetezi wa wanyonge, anapigana kwa niaba yao wapate haki zao. Kwa hivyo wewe kama muombaji, wakati unaomba, watu wengi wanapenda kujiombea peke yao.
tulienda na mke wangu kwa sababu tulimwambia Bwana tusiende Mwatate vile watu wanatujua. Naomba ibada hii badilishe maisha mtu mmoja. Mtu wa Mungu, maombi sio nguvu ya mtu, ni Mungu anakuwezesha. Mungu hawezi ruhusu nikautesa mwili wangu kwa hasara. Labda wengine wenu hapa maombi naomba, kufunga ninafunga. Wengine wa mko na kazi ya blessing, mko na kazi ya Israeli, mko na kazi ya watoto wa Pastor Babu, mko na kazi ya watoto wa Pastor Mwaka, mko na kazi ya watoto wa Pastor Charles, mko na kazi ya mtoto wa keyboardist kesho, mko na kazi ya mtoto wa Pastor Ngondo, mko na kazi ya mtoto wa mtu. Na ili akue lazima tumuingize kwa hiyo nafasi. Mordekai hakujua ya kwamba Esther ndiye atamuingiza State House, lakini Mordekai alisimama kama shujaa kuyalinda maisha Esther kama yatima. Ilipofika wakati Mungu akamuinua Esther, Mordekai alitoka kuwa watchman na kuja kuwa waziri mkuu. Hii nafasi huyu bwana ako nayo, huyu mheshimiwa kana nafasi. Hiyo nafasi imetayarishwa mapema. Kuna watu walio mahali aidha kwa familia yao ama jirani ama mtu fulani alilia kwa ajili ya wazazi wake. So inua mtu kwa hii familia Mungu. Nafasi ulionayo leo mkamheshimiwa, nafasi mzee ako nayo. Kuna watu alilia mahali kama vile leo tunalia. Kuna mashujaa Mungu anawainua hapa. Sikiza. Asante Roho Mtakatifu. Pokea utukufu mbinguni. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu wa milele. Mungu ama nilipili. Mungu wa majeshi. Ina mikono yako juu. Mungu. Ina mikono yako juu unapoimba wimbo huo. Mtumishi wa Bwana imba wimbo. Mungu wa majeshi, nilipili kushinda. Mungu wa majeshi, Mungu wa majeshi, nilipili kushinda. Wewe ni Mungu wa majeshi, Mungu wa majeshi, nilipili kushinda. Wewe ni Mungu wa majeshi, Mungu wa majeshi, nilipili kushinda. Wewe Mungu wasahili Yesu. Mungu wa majeshi, nilipili kushinda. Wewe ndiwe shujaa, wasahili Mungu wa majeshi, nilipili kushinda. Wewe Mungu wa majeshi, Mungu wa majeshi, nilipili kushinda. Nataka nikupatie mashujaa watatu, wale ambao ni mashujaa wa maombi. Namalizia. Nataka nikuonyeshe watu ambao walitumia ushujaa wao na kile Mungu alifanya kwenye maisha yao. Sema amina. Wa kwanza, wako wengi, nitataja wachache. Nitataja wachache. Pokea utukufu Roho Mtakatifu. Wa kwanza ni Hana. Hana ni mwanamke shujaa ambaye alifanya maombezi,
alifanya maombi. Wacha niweke vizuri, maana kuna tofauti ya maombezi na maombi. Maombezi ni kwa niaba ya wengine, unafanya maombezi kwa sababu ya wengine. Maombi ni kwa sababu yako binafsi. Lakini tunapoingia kusema tunafanya maombezi kwa sababu ya wengine, kuna vitu tunaviombea kwa niaba ya wengine. Maombezi, tunapofanya maombi ama tunapoomba ni kwa sababu yako mwenyewe. Hana kama shujaa, Hana alitumia ushujaa wake kwenye kuomba na Mungu akampatia mtoto. Sema amina. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 8. Some pastor kwa haraka tu baba. Nitasoma kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa 8, mlango wa kwanza mstari wa 8. Naam. Maandiko yanasema Elkana mumewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Yes. Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Mstari wa mpaka 11. Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwambia Bwana, akalia. Akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe. Mstari wa 20. Akaweka nadhiri, akasema, mstari wa 20. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Akamuita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Sema amina. Hana alifanya maombi ya uchungu na ya imani. Maombi ya nini? Maombi ya uchungu na ya imani. Kumbe kuna maombi nomo. Maombi nomo huleta vitu nomo. Maombi ya uchungu huzalisha vitu vya uchungu kwa wengine. Yaani uchungu na kujaje? Wakati unafanikiwa, kuna watu wanasikia vibaya, maana ulilipa gharama mapema. Ndio unaona kwenye kitabu cha Samueli mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 kuendelea chini, unaona Hana anasemaje? Mungu hushusha watu akainua mtu. Unaelewa? Maana anakumbuka kile Penina alikuwa anaongea kumhusu. Sasa Penina ameshushwa, Hana ameinuliwa. Hana alizaa mtoto mmoja ambaye ndiye nabii wa kwanza kando na wakina Musa na wakina Joshua na wakina Miriam. Sema amina. Nabii aliyeanza tangu akiwa mdogo. Maombi ya uchungu na ya imani. Ndio nikasema hivi, usicheze na watu ambao wanaomba mpaka wanalala wapi? Mungu kumbuka ametunyang'anya shamba. Mungu kumbuka wanamshika baba yangu. Mungu kumbuka kwa vile hatuna wazazi. Wewe usicheze na huyo. Usicheze na mama ambaye mume wake alikuwa anafanya kazi, alafu pengine akaenda, pesa yake alitaya, inakataliwa na ni mjane. Mungu kumbuka watoto hawajaenda shule, watoto wako nyumbani hawajaenda shule Bwana. Kuna manager mahali pale, kuna secretary mahali pale, kuna supervisor, kuna mjomba, kuna shangazi. Wewe usicheze. Wewe usicheze na mtu anaomba analia. Najua utanihukumu nimelala chini na suti kwa sababu hujui gharama ya upako. Sema amina. Utanihukumu nimelala chini na suti, lakini suti yangu si kitu mbele za Mungu. Sema amina. Usicheze na mtu kama huyo. Anaweza kuwa hana pesa ya lawyer,
hana pesa ya mtu kumtetea, lakini machozi anatoa. Asipovuna mtu, watoto wake watavuna. Kuna watu leo, labda wengine si uchawi kule tumetoka jamani, ni vitu walitendea wenzao, maana walikuwa na mali na hii familia wameokoka, wana pesa, lakini wana Mungu. Wakalia machozi, wakalia mbele za Bwana, na Mungu akaleta majibu. Sema amina. Ogopa sana watu wanaomba maombi ya uchungu. Anaweza kuwa pengine atoi machozi ya nje, lakini moyo wake unatoa machozi. Ogopa mtu ambaye anasema mimi nimekuachia Mungu, sawa, hatusinilipe, nenda. Nataka kukuambia, tafuta nafasi, muombe msamaha, tengeneza. Usitembee kama Farao. Usitembee kama nani? Kumbuka ya kwamba una watoto. Ikiwa watoto wako hawatavuna, utavuna ukiwa hai. Ogopa wakati unajua kabisa hii ploti ni ya fulani, lakini kwa sababu una pesa unaamua kuichukua. Kama watajitambua kama shujaa, wapiga magoti mbele za Bwana, walie. Wapendwa, kuna siku huyu mtu atasoma number plate. Ni maneno mazito sana naongea. Ogopa sana mtu mwenye alienda kalalia mawe, akaomba, akatesa mwili kwa sababu ufanikiwe. Ulipofanikiwa leo ukageuko na mpiga mawe, umemaliza, utamalizia vibaya. Ogopa sana mtu aliyefanya siku moja ukacheka, ukafurahi, ukatabasamu, asija akalia kwa sababu ya mabaya unayoyafanya. Ogopa sana. Anaweza kuwa tu kuongea, lakini machozi yake ni hatari. Wanasifiwe. Mtu mwingine Hana alilia kwa machozi na imani, nimetoka. Mtu mwingine ni Elia. Elia alifanya maombi ya kishujaa. Aliomba kama shujaa, na kwa maombi Elia, Mungu akafunga mvua kwa miaka 3.5. Na kwa maombi Elia, Mungu akafungua mvua ikanyesha. Mtu aliyeleta shida mpaka mfalme akakosa amani, inchi, uchumi umeharibika. Tupate wapi watu leo wanaweza lia machozi mbele za Bwana? Tumechoka Mungu kuzika matanga 3 kwa wiki moja Mwatate. Wapendwa, tunaweza laumu waheshimiwa hajatoa michango, lakini pia wao ni wanadamu. Unaelewa? Kuna vitu vingine wanasaidia watu wengine hatuwajui. Ukifuata kile mheshimiwa, kuna watoto anasomesha mahali, si kwamba ni wake kusaidia. Ana marafiki waheshimiwa wenzake wanamwalika, ndio maana wanaitaka wengine wanakuja pia kuwasaidia. Kwa hivyo sometime tunaweza walaumu, lakini mashujaa, kama tunaweza rudi kwa magoti tukalia kwa sababu ya Bwana, vitu vingine sio pesa watatuletea miradi. Na ni afadhali mtu akunyime pesa lakini akupe akili ya kupata pesa. Afadhali mtu akunyime pesa lakini akupatie maarifa ya kupata pesa. Na itasaidia kwa sababu ya maombi. Nakumbuka crusade ya 2021. Kura tulipiga 2022. Ndio tulipiga kura, ndio kujali ingia. Niliomba 2021. Nikamwambia Bwana, serikali iliyopo madarakani inapotoka, yule mwenye atakuja sijui ni nani, naomba awe wa kwanza kuleta kiwanda Taita Taveta County. Na 2019 nililiombea, 2018 nililiombea, halikufanya kazi. Lakini kama shujaa, kawaida ya shujaa hakatagi tamaa, havunjiki, niliendelea. 2021 wale mlikuwa usiku wa tarehe 31 na tarehe 1, nilikuja na mafuta 1 liter kutoka Nairobi, anointing oil, nikamwaga Taita Academy ground. Nikamwambia Bwana, ili atakuja Jehova ijulikane mimi ni mtumishi wako. Tunaomba kiwanda ambacho kitaleta kazi kwa watoto wa watu, kitaleta kazi, kitainua uchumi wa county.
Tuko na kiwanda ama hatuna? Kinajengwa ama kijajengwa? Sasa wengine wanaweza kosa kuelewa. Kuna mashujaa walilia mahali. Labda pia kuna mtumishi mwingine aliomba, lakini mimi naongea kama mimi. Na huyo naomba kwa 2027 wale wataingia kwa viti tena, Mungu watumie ya kwamba kaunti ya Taita ing'are kama kaunti zingine. Kaunti ya Taita vijana pesa ni kama karatasi kwao. Samaria watangaza kama nabii wa Bwana. Mungu aliinua kaunti zingine kwa sababu kuna mashujaa maombi yalipatikana pale. Wakaombea viongozi wao, wakalia mbele za Bwana. Na alipoingia Mungu akaweka hilo mzigo ndani mwao. Huyu speaker wa bunge alikuja Nairobi na mke na mtoto na mke wake 2021, akaniambia nataka vitu viwili. Cha kwanza, mimi sitaki MCA. 2021 nataka kuwa speaker wa bunge. Speaker wa bunge, hiyo ndio nataka. Cha pili, nina wasichana 3, kijana ni mmoja. Naomba my only son aende university. Nikiwa kwa madhabahu nikamwambia kijana, nimekutuma university. Akiwa high school hajamaliza form 4. Na nikamwambia nimekutuma kuwa speaker wa bunge. Ndio mwenye yako, ndio juzi mlimtoa nje. Tena ngoja, usiende haraka. Usiende kwa chorus. Walimtoa wapi? Mungu akafanya nini? Licha weakness ya mtu ambaye ni Mungu amemwappoint. Na nielewa, hata kama na weakness huwezi kumtoa. Huwezi. Utapambana lakini utaisha mwenyewe. Mtu aliyechaguliwa na Mungu, hata kama na unyonge wake wewe utautumia kumtoa. Ni Mungu atamtoa muda alimpo umetoa. Sasa peana kijiti. Lakini kama ni Mungu amekuweka, wapendwa, huwezi tolewa. Yaani kutaenda tairi imepasuka, ni kama gari inapinduka, wanasema dereva control, gari imesimama, hakuna gari imeanguka, wanabadilisha tairi, gari inaenda. Na nielewa, wakati wamemtoa akaja Nairobi mtumishi wa Bwana na watoto wake wangapi? Sasa naombeni waheshimiwa, niwaambieni please. Sasa zile kuzuri hamtutafuti. Sasa zile ni kubaya mnatutafuti. Please. Tafadhali kumbukeni kwenda kusema asante. Kumbukeni kusema nini? Si asante ya viti 10 ya plastiki. Yale mapepo tumepambana nayo. Wale waganga tumepambana, roho za ajali zile Mungu ameondoa. Viti vya plastiki bwana, vya Sunday school sasa hiyo hata watoto wanaweza wakanunua. Fanya kitu ambacho utamwambia Mungu kama Ezekia. Kumbuka. Ezekiel mwambie Bwana, kumbuka. Zaburi 20 mstari wa 3 inasema Bwana zikumbuke sadaka zako na kusaidie siku ya mateso. Nikamwambia wametoka sasa uko nje, niko nje, kesi uko tini. Kwanza alinipigia simu, nikamwambia mheshimiwa tafadhali. Naisema maana mnaijua, vingine hatusemagi. Wewe unajua watu wangapi nimeombea? Wanakuja hata usiku wa manane. Hata usiku. Ni nani? Mimi mheshimiwa fulani. Tunaomba anaenda. Lakini hiyo ni testimony, maana mnajua kesi ya. Kamwambia mheshimiwa, okay, tuko barabara, okay, sawa. Niruhusu tu nikuje. Akaja. Nikamwambia Bwana aliyesema amekupa kiti, nimekutuma, nenda. Akasema mtumishi wa Bwana, hata mshahara ukuje, lawyer ndio huyo. Kamwambia lawyer wako ni Roho Mtakatifu. Lawyer wako ni malaika wa Bwana. Alirudi ama hakurudi? Alirudi ama hakurudi? Hata kama uniamini, amini Mungu unamtumikia. Hata kama uniamini, amini Mungu unamtumikia. Na Isua mbingu naitumikia, sina mashaka nayo. Nilienda Manyani prison. Mkubwa aliyekuwa Manyani prison ni mke wa ni mume wa mheshimiwa Haika. Mume wa mheshimiwa Haika. Vile walivyotukaribisha, tukachinjiwa mbuzi. Tukala, tumeenda magari kama 15. Nilikuwa nimepata mwaliko nipeleke sikukuu kwa wafungwa 900. Asanteni kwa party na mlio ni support. Kama Mungu atasahau vitu vingine, asisahau sadaka kulipeleka Manyani prison. Nikamwambia mheshimiwa, mimi enda kwa polisi nikapikiwa, ila tu kuna jirani yangu pale Osias
huyo kukichinjwa ng'ombe pale ile siku Madaraka Day naletweka nusu kidogo pia na mimi. Maana mzee anasema, pastor, mtu wa Mungu, hii ni yangu, tugawane na wewe. Lakini sasa chinjiwa mbuzi. Kamwambia, kama ishe Bwana Mungu wa majeshi aliyenituma hapa Manyani, nimekupiga transfer, nimekutoa Manyani na kupeleka headquarter. Muulize ikiwa mnaongeaga na yeye. Nikamwambia na kupiga transfer, aishivyo Mungu aliye mbinguni, aongee na rais wa nchi ya kwamba we unafaa kuwa headquarter. Na kwa sababu shujaa hatupagi mkuki kiholela holela. Mikuki ya shujaa haiendi kando, inapiga shabaha. Leo alipigwa transfer kutoka wapi? Manyani akapelekwa wapi? Headquarter. Naomba leo kuna watu wanapigwa transfer. Simama kwa miguu yako miwili. Naijua mbingu naitumikia. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 18:36. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia, akasema, e Mungu wa mbinguni, e Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Israeli, ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi mtumishi wako, mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Kwa neno la nani? Hebu twende. Ukasikie, e Bwana, usikie, ili watu hawa wajua ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umemwagiza umeugeuza moyo wa kurudie. Umeugeuza moyo wa kurudie. Twende 38. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukateketea sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi ya karambwa na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwemo katika mifereji. Eliya anamuonyesha Mungu aliyembeba si Mungu wa kuchonga. Aliwaambia yule Mungu atajibu kwa moto, huyo ndiye Mungu wa kweli. Lakini nyinyi anzeni ibada, mimi nitakuja wa mwisho. Anasema ijulikane kuna Mungu. Mheshimiwa, kuna mahali my brother, si pesa inasaidia mtu. Ni nani? Na washauri wala ambao mnahitaji Mungu wape nafasi. Kuna mahali mtu wa Mungu, kuna watu wanaweza wakatuchekea, kumbe ndani ni ndume la kuwili. Anakuchekea maana anataka nini? Hela. Lakini kwa sababu kama utakuwa shujaa na kama utainua kikundi cha watu ambao kila mtu unataka kiti, wale wanaomba kwa sababu yako mbele za Bwana, nataka kusema ya kwamba hakuna chochote ambacho kitazuia kusudi la Mungu. Hakuna. Sema amina. Kumbuka ya kwamba Nebukadneza hakukuwa Mwisraeli wala Myahudi. Nebukadneza ni mtu wa taifa lingine. Nebukadneza Mungu anamtumia, anamfanya kuwa mfalme, mtu wa taifa lingine anayeabudu miungu, ili adisipline wana wa Israeli. Na Mungu anasababisha Israeli wanatekwa, wanaenda Babyloni, wanakaa 70 good years. Mtu ambaye si mwokovu alitumia pesa. Yeremia alitabiri akawaambia hivi, kama mtasikia sauti ya Bwana mtaenda Babyloni. Alitabiri mapema. Baadhi ya manabii walipitia shida. Yeremia mfalme akamshika akamtupa ndani ya shimo. Akatupwa ndani ya shimo. Kiateka akamuokoa Nehemia akiwa ndani ya shimo. Yeremia akamtoa, akamtupia kamba, akamtoa ndani. Maana ameongea vitu ambavyo ni against na vile mfalme alitaka. Lakini Yeremia alisema hili mtaliona kwa macho, na kweli hawakuamini. Mungu aliinua Nebukadneza akawa mfalme mwenye nguvu, taifa hodari ulimwengu mzima.
kila hakuna mtu angesimama mbele yake. Mpaka Israeli walipojielewa wamrudie Mungu, yeye ambaye wapatie ufalme, watubu. Na hapo ndipo kina Daniel, mashujaa maombi, wanatokelezea. Alipokuwa anasoma vitabu akagundua iliandikwa after 70 years watarudi kwao. Sasa hapo mashujaa alipokuwa anasoma vitabu na kuomba, ndiye akagundua iliandikwa baada ya miaka 70 watatoka Babylon kwa maombi ya Daniel. Leo ninahisi niruhusu tu kwa neema ya Bwana niachie hapo katika jina la Bwana.